Kauli pekee tunayoweza kuisema ni kuwa yametimia. Yametimia, yametimia. Nadhani ndio kauli nyepesi zaidi ambayo tunaweza tukaizungumza kuwa hivi sasa yametimia. Yametimia baada ya kile ambacho tumekuwa tukikijadili takriban toka mwezi wa 12, lakini vile vitisho ambavyo vimekuwa vikisukumwa kwa upande mmoja sasa tunaweza kusema kuwa vimetimia. Marekani kwa kushirikiana na Israeli wamefanya mashambulizi kwenye miji mbalimbali ya Irani, ikiwemo mashambulizi 30 takriban katika jiji la Teherani na mashambulizi makubwa matatu ambayo yameelekezwa kwenye baadhi ya ofisi za serikali ikiwemo ofisi ya kiongozi mkuu wa Iran. Mpaka muda huu nazungumza na wewe, bado hatujawa na uthibitisho au hakuna taarifa yoyote inayotaja idadi ya vifo au ni watu gani waliolengwa kwenye hayo mashambulizi ya awali. Mapema waziri wa mambo ya nje wa Israeli, Israel Katz, alitangaza kuwa Israeli imeanzisha mashambulizi ndani ya Iran, huku akitangaza hali ya hatari ndani ya Israeli, watu wakae ndani na watulie. Tangazo la kufungwa kwa anga za nchi zote mbili limefuatia kuwa nchi zote zimefunga anga. Kumeonekana mashambulizi ya ndege za Marekani na Israeli sambamba na makombora ya masafa marefu yaliyorushwa na Israeli ambayo yaliruka kwenye anga za nchi kadhaa kuelekea ndani ya Irani, huku Irani ikijaribu kupangua baadhi ya mashambulizi ambayo yalikuwa yakielekezwa kwao. Lakini taarifa ya baadaye inaonyesha kuwa miji kadhaa, Isfahan, Qom na miji mingine imekumbwa na hayo mashambulizi. Baada ya muda, Marekani ikathibitisha kuwa ilishiriki kwenye hiyo operation. Yaani operation ilikuwa ni ya pamoja kati ya Marekani na Israeli kama ilivyokusudiwa. Baadaye kumefuatiwa na taarifa ya rais wa Marekani Donald Trump, taarifa fupi ya video ambayo imezungumza kwa kina akitaja sababu kwa nini wameingia kwenye huu mzozo, akiwataja Irani kama wafadhili wakuu wa ugaidi, lakini pia akikumbusha baadhi ya matukio ambayo Irani imewahi kufanya dhidi ya Amerika, ikiwemo kuwateka wale wanafunzi ambao wa vyuo vikuu wakati wa mapinduzi ya mwaka 79, ikiwemo meli ambazo ziliwahi kushambuliwa kule Lebanoni, yakiwemo matukio mbalimbali, huku akisema pia Irani ilihusika katika kuwaua wapiganaji wa Marekani kule Iraq kwa kutumia proxy wao, ikitaja kuwa Irani imekuwa ikiwafadhili Hizbullah pamoja na Hamas pamoja na washirika wa Houthi ambao wamekuwa wakisababisha ukosefu wa utulivu kwa washirika wa Marekani, akiapa kuwa wanakwenda kufanya mabadiliko ya kwenda kuangamiza makombora, kuangamiza uwezo wa nyuklia wa Irani. Lakini hii ni vita ya mabadiliko ya uongozi ndani ya Iran. Je, itatimia? Hilo tutalijua baada ya muda. Donald Trump ameendelea na shutuma zake kwa Iran katika kile ambacho kilionekana kuanzia hotuba yake ya Jumanne, kujaribu kutafuta uungwaji mkono wa ndani kuhalalisha kile ambacho huenda Marekani wangekichukua na Israeli dhidi ya Irani na ambacho hivi sasa wamekichukua. Anasema kuwa Irani imekuwa ikiwatishia, kwa hiyo anaenda kuondoa tishio na sasa wanakwenda kumaliza kile ambacho kinaonekana. Lakini kumefuatiwa na taarifa ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, pia naye akisisitiza kuwa nchi sasa iko kwenye hali ya tahadhari, sambamba na kile alichokizungumza wakati anahutubia bunge la Knesset mwishoni mwa wiki iliyomalizika. Aliwaambia kuwa tupo kwenye hali ngumu zaidi katika historia yetu. Kwa sasa tuko kwenye hali ngumu zaidi. Ukitazama mashambulizi ya ndege au mashambulizi haya ya Israeli na Marekani, awali yameonekana kama ni mashambulizi ambayo unaweza kusema kuwa limited, mashambulizi ya wastani ambayo yameelekezwa ndani ya Tehran, nadhani katika kupima kile ambacho unakiona. Okay. Irani wamejibu na wanasema kuwa wanajiandaa kufanya majibu kwa sasa taarifa inaonyesha kuwa Irani wanajiandaa kufanya majibu. Hatujui majibu yao yatakuja kuelekea muda gani. Kwa wale wanaonifuatilia sana katika mazungumzo, nilizungumza mazungumzo yangu ya jana jioni wakati na uelezea mgogoro wa Pakistani na Afghanistani. Nilimention sababu ya ule mgogoro na kile kinachokuja kutokea mbele. Lakini Israeli jana ilifanya mashambulizi kule Bekaa, Lebanon,
ikilenga Mali na ikilenga sehemu inayohifadhi silaha nyingi zaidi za Hizbullah. Ilikuwa ni ishara inayokupa nini kinatokea. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid wiki 2 zilizopita alitangaza kuwa Taliban itashiriki upande wa Irani ikiwa mzozo utaibuka. Kwa hiyo kuibuka kati ya vita ya Pakistan na Afghanistan ilikuwa ni ishara nzuri kabisa ya kukuonyesha kuwa hivi sasa nini kinakwenda kutokea, kwa sababu Israel na Marekani wanajaribu kupunguza uwezo wa pembeni wa Irani wa usaidizi wa washirika wake wenye hatari. Ndio maana nakwambia jana pia kukatokea mashambulizi yaliyoelekezwa Lebanon. Nilizungumza mara nyingi, kama kusingetokea hiki kilichotokea, nafikiri uwezo wangu wa uchambuzi nadhani ningeweka pembeni na nikasema sifai kufanya uchambuzi wowote, lakini mara zote nimezungumza na nyinyi, hakuna mahali niliwaambia kuwa hakutokuwa na vita. Nilisema hakuna makubaliano ya aina yoyote yatayofikiwa kati ya Marekani na Irani ambayo yatakuwa na faida kwa Israeli. Na niliwaambia hii ni nafasi ya mwisho. Niliwaambia miaka 3 ya Donald Trump White House, na nimekuwa nikirudia, itakuwa ni miaka 3 yenye vurugu duniani, kwa sababu waliomuweka hakuna wanachokiona zaidi ya fursa kwake. Hebu fikiria kuwa kama waliweza kumshawishi Donald Trump na Marekani yake kuleta vikosi na askari na ndege wastani zinazotajwa za Marekani zaidi 150 ukijumlisha na za Israeli karibu mkusanyiko wa ndege 300 zipo Mashariki ya Kati, ingewezekana vipi kuondoka kwa ajili ya makubaliano? Mashambulizi haya yanatokea wakati aliyekuwa msimamizi mkuu wa mazungumzo, waziri wa mambo ya nje wa Omani Badri Hamad al-Busaidi, akifanya interview kule Marekani, kwa sababu amesafiri kwenda Marekani kukutana na makamu wa rais wa Marekani JD Vance, kumwelezea progress, maendeleo ya kile ambacho kimetokea katika mazungumzo ya Irani na Marekani. Akiwa katika interview anasema kuwa Irani wako tayari kuweka kila kitu pembeni, masuala ya nyuklia, kila kitu kilikuwa kinakwenda sawa. Haina tofauti na mashambulizi yaliyotokea Juni mwaka jana, kwa sababu Irani alikuwa katika mazungumzo na Marekani ikashirikiana pembeni na Israeli katika kuanzisha mashambulizi. Tofauti pekee iliyopo katika mashambulizi ya sasa kuwa Marekani imewahi kukiri mapema kuwa na yenyewe inashiriki kwenye haya mashambulizi. Mashambulizi ya Juni Marekani ilichelewa kukiri, hata Israeli ikailaumu Marekani kuwa kwa nini hutaki kusema kama hii ni operation yetu pamoja, mpaka baadaye Donald Trump ndio akaja kukiri kuwa ni kweli tumekuwa kwenye operation ya pamoja. Watu wengi wanajiuliza, na kile ambacho nimekizungumza, narudia kukukumbusha kuwa nilichokuambia na pointi ambazo zilikuwa ni lazima itokee vita, nakupa tena. Ni fursa ambayo Israeli hawajawahi kuipata tangu kuundwa kwao. Hii fursa hawajawahi kuipata. Hawajawahi kupata rais ndani ya Marekani anayewasikiliza bila kipingamizi cha kitu chochote, ila mara hii wamempata Donald Trump. Trump amewapa na kuwapa, kama vile yeye husema, nimewapa na kuwapa. Trump amewapa Israeli kila walichokitaka. Ni kweli amefanya hivyo, lakini fursa pekee ya uwepo wa Donald Trump ni fursa ya Israeli kutaka kuwepo Israeli. Maana yake kuwa uwepo wa Israeli unaakisi udhaifu wa Iran. Uwepo wa Irani imara unaakisi udhaifu wa Israeli. Licha ya kuwa Irani yeye alichojijenga ni kuwa alitaka kuwa imara yeye kama yeye, hata kama Israeli atakuwa imara. Israeli alichotaka au anachotaka yeye ni kuwa imara huku Irani akiwa dhaifu. Vita ya siku 12 ya mwaka jana ilionyesha nguvu ya Irani na uwezo mkubwa wa Irani, na ndio maana Israel mara hii hakuthubutu kuingia peke yake. Imebidi aombe msaada mkubwa wa Marekani na kutegemea uwezo mkubwa wa Marekani kwa ajili ya kutimiza malengo yao. Vita hii ni kama inavyosemwa na Donald Trump kuwa ni mabadiliko rasmi ya uongozi. Ni muda mchache ujao tutasikia ulimwengu wa magharibi, nchi za Ulaya zikiingilia katika kutoa usaidizi, kwa sababu hii ni sera inayozunguka ulimwengu wote wa magharibi kuwa mabadiliko ya uongozi ndani ya Irani. Hatufahamu vita itakwenda kwa umbali kiasi gani au itapiganwa kwa muda gani. Vita ya Iraki ya kumwondoa Saddam Hussein ilichukua mwezi mmoja na wiki moja. Sasa unaweza ukachukua nguvu ya Saddam Hussein na Iraki yake na ukaichukua nguvu ya Irani na Khamenei wake, ukajaribu kuoanisha na ukaona nguvu ya upande wa pili
itachukua muda gani kubadili kile ambacho wanakiona. Lakini kuna urahisi kiasi gani wa kubadili serikali ya Irani? Sio rahisi kubadili serikali ukiwa unapigana ukiwa angani. Nini? Mara zote vyombo vya habari kadhaa vya Israel vinaamini kuwa endapo mashambulizi yoyote yatatoka ima ya Marekani au Israel yataelekezwa ndani ya Irani, basi itakuwa kuna urahisi mkubwa sana wa machafuko ya ndani kuibuka. Hotuba ya Donald Trump inawaambia watu wa Irani kuwa ni wakati wenu wa kwenda kuchukua nchi, ni wakati wenu wa kuingia barabarani. Kwa hiyo hivi sasa wale ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa niaba ya Mossad, kwa niaba ya CIA, kwa niaba ya nchi za Magharibi, ambao wamekuwa wakifanya kazi ndani ya Irani, sasa ni wakati wao wa kuibuka kuanza kufanya maandamano ambayo kuwa mara nyingi Israel wanaamini kuwa tunaweza tukaleta chaos kubwa sana ndani ya Irani, kwa sababu kuna watu wamewahakikishia kuwa machafuko yatakuwepo. Ni wiki mbili zilizopita wapiganaji wa Wakurdi kwenye mipaka ya upande wa pili wa Iraq walitangaza kuwa wataanzisha uasi rasmi na serikali ya Irani. Kwa hiyo hivi sasa ni wakati wa kuanzisha hayo machafuko ambayo yanafadhiliwa na ulimwengu wa Magharibi. Ni rahisi kiasi gani kubadili utawala? Hilo ni swali ambalo ni gumu, kwa sababu ni lazima uweke buti chini, uingie ardhini, uende ukabadili. Je, wanaingilia kupitia mipaka gani? Je, jeshi la IRGC lina uwezo kiasi gani wa kupambana na hili? Je, kuna vikosi vya kutosha vilivyoandaliwa kutoka nje ambavyo vina uwezo wa kufanya mabadiliko ya uongozi ndani ya Irani? Ni maswali ambayo majibu yake yatakuja na muda. Muda pekee ndio utakuja kutupa majibu. Lakini kilichopo na kile ambacho nimekizungumza ilikuwa ni uhai wa taifa la Israeli. Vita hii inapingwa kwa kiwango kikubwa na raia wa Marekani katika kura za maoni, lakini vita hii inaungwa mkono kwa kiwango kikubwa na raia wa ndani wa Israeli, kwa sababu raia wa ndani wa Israeli wanacho kile ambacho wanaamini kuwa uwepo wetu ni lazima kusiwepo na nguvu ya Irani. Hilo wanaliamini moja kwa moja. Sasa makubaliano ya aina yoyote ambayo Marekani yangesaini yasingekuwa na faida yoyote kwa Israeli. Lakini hatari kubwa ambayo wanakabiliana nayo hivi sasa kuwa Irani kwenye vita ya June ilionyesha uwezo mkubwa sana wa makombora, na hivi sasa Irani tayari Irani tayari wanaonyesha kuwa wanajiandaa kujibu mashambulizi haya. Hatujui wataelekeza upande gani, kwa sababu hata wao wanasema walijiandaa kwa muda mrefu, ambao wamekuwa wakijiandaa na hivi kwa muda mrefu zaidi kuhakikisha kuwa watajibu. Irani walisema kuwa hata shambulizi kama litakuwa limited, mashambulizi machache madogo ambayo yataelekea kwetu kwa kiwango kidogo, tutajibu kwa nguvu zaidi. Sasa tumeona upande mmoja ukianzisha, tunasubiri upande wa pili tuone unajibu kwa kiwango gani hiki ambacho kitatokea. Sasa dunia, athari, nadhani wafanyabiashara wa dhahabu wataendelea kuchekelea, lakini mafuta si muda mrefu sana yatapanda bei, na hivi sasa ukitazama hata bei za mafuta kwenye soko la dunia tayari vimecheza, kwa sababu unafahamu kuwa Iran wanamiliki mfereji wa Hormuz ambao unapitisha takriban pipa milioni 20 kwa siku, na waliahidi kuwa lolote likitokea tutaufunga. Trump anasema kuwa huenda tukashinda au kushindwa. Kwenye hotuba yake anasema huenda tukapata majeruhi wengi na huenda tukapata vifo vingi, lakini tunajaribu kufanya tunavyoweza kupunguza madhara ya hayo yatayotokea. Hatari kubwa ni kuweka mayai yote kwenye kikapu kimoja kwa wakati mmoja. Yatapovunjika yatavunjika yote. Sasa hapa majibu ya Irani yatatupa jibu kuwa mayai haya yatavunjika kwa pamoja au itakuwaje. Jeuri na ubavu au na msimamo ambao Irani wameuonyesha, hatujui kilichokuwa nyuma yao kinafichwa ni kipi. Labda hivi sasa baada ya haya kutokea, Irani watatuonyesha kuwa kwa nini walikuwa wanaonyesha jeuri na kutokukubaliana na kusimama kwenye msimamo wao ambao wanauamini hivyo. Irani imefunga anga yake yote na Israeli imefunga anga yake yote. Sasa kilichobaki hivi sasa ni kuangalia, je, vita hii ni ya siku ngapi? 12 days war, au hii vita itakwenda kwa muda gani na madhara yatakuwa kiasi gani? Tunasubiri tusikie taarifa, kwa sababu tunafahamu kuwa Marekani na Israeli wamekuwa wakikusudia zaidi kuwalenga viongozi wa ngazi za juu wa Iran, lakini mpaka sasa taarifa zinaonyesha kuwa hatujapata taarifa ya moja kwa moja kuwa kama kuna kiongozi yoyote wa ngazi za juu wa Iran ambayo tayari ameuawa au amelengwa ukilinganisha na mashambulizi yaliyotokea June. Sasa
uhai wa taifa la Israeli, uhai wa taifa la Irani. Nani atabaki kuwa hai? Kipimo cha uhai na kifo ndio kinaanza rasmi. Asanteni sana.